ni mwendelezo wa matukio ambayo tulianza tokea mwezi wa Disemba mwaka jana katika swala zima la upangaji wa ratiba ya kombe hili, na sasa tumefikia katika hatua ya upangaji wa ratiba, hatua 16 bora, ambayo inakuwa ni hatua ya mwisho katika upangaji ama kukutana hapa kwa ajili ya kupanga ratiba kwa msimu huu wa 25-26. Nitoe shukurani kwa viongozi wa vilabu vyote ambavyo tulianza navyo hatua ya awali, timu 40 kwa upande wa kisiwa cha Unguja na timu 28 kwa upande wa kule kisiwani Pemba, ambapo wao tayari wameshamaliza hatua ya 16 bora na tayari wameshapata timu 8 ambazo zitashiriki katika hatua ya robo fainali. Lakini nizipongeze zaidi timu 16 ambazo zimesalia, ambazo muda huu ndo tupo nao hapa ndani tukiwa tunaendeleza zoezi letu hili kwa afya ya mpira wetu. Viongozi pamoja na wanahabari, draw yetu kama inapokuwa inakuwa ni fupi sana, na katika draw ambayo kwamba tumeitoa, kila timu najua wanayo mkononi kwa njia ya manual pamoja na waandishi wa habari. Napenda nitoe ufafanuzi kabla ya kwenda kwenye zoezi la moja kwa moja. Ukitizama draw yetu hii ambayo naamini vilabu wako navyo na waandishi mko nayo, inaonyesha kuna mechi namba 1 na mechi namba 2 ambazo zimefungiwa baadaye ikasomeka quarter final 1, kwa maana robo finali ya kwanza. Tafsiri yake ni kwamba mshindi wa mechi namba 1 na mshindi wa mechi namba 2 au watakwenda kucheza robo finali ya kwanza, na mtiririko kama unavyofuata kwamba mshindi wa mechi namba 3 na namba 4 wanacheza robo finali ya pili, ya 5 na 6 wanacheza ya 3, na 7 na 8 wanacheza robo finali ya 4. Na baadaye mshindi wa robo finali ya kwanza na mshindi wa robo finali ya pili wanacheza semifinal 1, kwa maana nusu finali ya kwanza, na mshindi wa quarter final 3 ama robo finali ya 3 na ya 4 nao wanacheza nusu finali ya pili, na halikadhalika tunajua mshindi wa nusu finali na ya kwanza na ya pili ndio wanacheza finali ya kisiwa cha Unguja ama ya Unguja. Then tutakuja kucheza finali ya Zanzibar kwa ujumla pamoja na yule mshindi ambaye atapatikana kule kisiwani Pemba. Kwa hiyo naamini draw kiitizama iko wazi mpaka sasa hivi, kila mmoja hajajua wapi atakuwa yupo ama ataangukia wapi. Kwa hiyo huo ndio mfumo wetu ambao tutakwenda nao kama ilivyo utaratibu wetu wa kila mwaka. Timu 16 ambazo zimesalia katika hatua hii ambao punde tutakwenda kumjua kila mmoja na mpinzani wake ni Inter Zanzibar kutoka daraja la kwanza, Raskazoni kutoka daraja la kwanza, Kundemba kutoka daraja la kwanza, Black Sela kutoka daraja la kwanza, afu tuna timu ya Zimamoto, Uhamiaji, KVZ, JKU, Polisi, Kipanga, KMKM, Mlandege, Malindi, Mwembe Makumbi City, Mafunzo na New King zikitokea ligi kuu ya soka ya Zanzibar ama PBZ Premier League. Kwa hiyo hizi ndo timu 16 ambazo zimesalia katika hatua hii ambao punde tutakwenda kuijua nani na nani watakwenda kukutana katika hatua ya 16, lakini pia kama dadoli linavyotuonyesha tutakwenda kujua nani na nani watakuja kukutana kwenye hatua ya robo finali. Kwa mujibu wa ratiba ambao tumepokea kutoka ofisi ya bodi ya ligi Zanzibar, ambao ni ratiba inayotuongoza katika mashindano yetu, kwa maana ratiba mama ya mashindano yetu makuu ya PBZ Premier League, hatua hii ya robo finali ya FA Cup tutaicheza tarehe 13 mpaka tarehe 17 ya mwezi huu wa 4 2026. Hivyo ndio ratiba ambavyo inatuelekeza. Ni matarajio yetu tutatumia viwanja viwili vya Mau, kwa maana Mau A na Mau B, na mpaka sasa hivi matarajio yetu kwamba mechi zote zitachezwa saa 10. Hatutakuwa na mechi za mchana.
ni matarajio yetu sisi ZFF, lakini kama tunavyojua umiliki wa viwanja hauko kwenye mikono yetu, lakini tuombeni dua kwa pamoja tufanikiwe hichi ambacho kwamba tunataka kwenda kukifanya, na sije katokezea tena tukaja tukaenda katika viwanja pengine vya nje ya mji, lakini matarajio ni haya. Kwa hiyo tarehe hizo ndizo ambazo tutakwenda kucheza hatua yetu ya robo finali, kwa sababu baadaye tutakuja kuzungumza mengine. Kila mmoja ana hamu ya kuona nini na nini kitakwenda kutokea. Basi mimi niliachie zoezi kwa mjumbe wangu wa kamati ya mashindano Tukia Bakari Amani, tulianza naye tumalizane naye. Kuna watu walisema nisimbadilishe, tusimpe Songoro kwa sababu inaonekana labda wana bahati naye, timu zao labda akikamata vile vitufe vinakuwa labda ana bahati naye. Kwa hiyo karibu sana, tuanze zoezi letu, sote tufuatilie. Ninachoomba kitufe cha kwanza kikiinuliwa, maana yake penye mechi namba 1 unajaza jina la timu ambayo itatajwa. Kikifuata cha pili unajaza penye tena namba 1. Kikija chengine tunaenda namba 2 kwa mtiririko huo. Kienue juu akione Kundemba, Black Sela, Mafunzo, Polisi, Inter Zanzibar, Mlandege, KM, New King, Mwembe Makumbi City, JKU, Kipanga Malindi, KVZ, Sinombe bala, Uhamiaji, umevitia umo Raskazoni. Na sisi ambao tupo hapa
napenda na mimi nipitie kwa umakini zaidi draw yetu jinsi ambavyo kwamba imeanguka. Mechi namba 1 itahusisha timu ya Kundemba na Black Sela. Alafu mechi namba 2 Mafunzo na Polisi. Inter Zanzibar anacheza na Mlandege. KMKM wanacheza na New King. Naambiwa na leo kwenye ligi wanacheza, lakini pia na mimi na kumbukumbu kwamba washai kukutana katika fainali hawa pia ya FA kwa kanda ya hapo Unguja. Ingawa naambiwa New King ya sasa hivi sio ile ya tulioizoea. Mwembe Makumbi City anacheza na JKU. Hatutarajii kuyaona yaliyotokezea hapa. Mchezo uliopita JKU na Taifa ya Ng'ombe. Sitarajii. Kipanga anacheza na Malindi. KVZ mpinzani wake ni Zimamoto, na Uhamiaji mpinzani wake ni Raskazon. Kama nilivyosema, mshindi wa mechi ya Kundemba na Black Sela anakwenda kucheza robo finali kati ya Mafunzo na Polisi. Mshindi kati ya Inter Zanzibar na Mlandege atacheza robo finali ya pili kati yake ya KMKM ama New King. Mshindi wa mechi ya Mwembe Makumbi City na JKU watacheza robo finali ya 3 kati ya mshindi wa Kipanga ama Malindi. Na mshindi kati ya KVZ na Zimamoto, robo finali yao itahusisha kati ya Uhamiaji ama Raskazoni. Kwa hiyo tunaondoka hapa tayari mpinzani wako kwenye 16 bora umeshamjua, lakini ukifuatilia matokeo ya mechi za wenzako unapata kumjua na mpinzani wako wa robo finali. Hali kadhalika tukicheza robo finali, maana yake utamjua mpinzani wako wa hatua ya nusu finali. Nashukuru sana kwa zoezi hili. Naamini ni la uwazi, na sisi tuliahidi, ingawa nilikuwa nateta na mwenyekiti nikamwambia vilabu vinaturejesha nyuma baadhi, kwa sababu kufanya jambo kama hili halimo kwenye kanuni kwamba imeelekeza tutakapofika kombe la FA tukutane hapa tupange draw. Lakini sisi kamati ya mashindano kwa kushirikiana na wenzetu wa bodi ya ligi tukasema bora tufanye uwazi wa hivi, kwa sababu FA Cup inachezwa kwa mfumo wa mtoano, si ligi. Anayofungwa anaondoka. Kwa hiyo ili kuondoa viashiria kuna hichi bora tuitane kwa pamoja. Sasa mwenyekiti atakuja kusema neno kwa upande wa vilabu vyake, lakini sisi kamati ya mashindano tunaviomba vilabu sana, tunapoitana katika swala kama hili ni muhimu sana, kulikoni kuja kutumia mamlaka yetu tulionayo ambayo hatufungi popote. Tukakaa nyumbani na wajumbe wangu tukapanga tu ratiba nani acheze na nani, itakuwa kidogo inaturejesha nyuma na haileti picha nzuri katika hatua hii ya ligi yenyewe ambayo ni mtoano. Ingalikuwa ni ligi kama ilivyo Premier, kama ilivyo daraja la kwanza, ingalikuwa haina shaka. Kipoteza mchezo huu na kwenda kujiuliza katika mchezo mwingine. Lakini huku ukipoteza maana yake usubiri mwakani kama pia utashiriki. Sasa nihamasishe sana vilabu tuone umuhimu wa hili jambo. Tunapoitana bora tufike ili tushiriki kwa pamoja na kwa wakati. Lakini chengine katika hatua 16 bora tunakwenda kuingiza lineup katika mfumo. Nimeongea na watu wa IT, tumekubaliana hata msimu mzunguko uliopita baadhi walikuwa wanaingiza, lakini ugumu unakuja tunapokuwa na vilabu vya mikoa, hasa kaskazini na kusini. Mjini haina shida, huko tulicheza ligi na safari tulishirikisha timu za wilaya. Kuna wilaya kumbe hata ligi walikuwa hawajaanza kucheza, ile ligi ya kwao pia hawajaanza kucheza, lakini tukaletewa timu zicheze FA. Walivyozipata ni wao wenyewe. Sasa kama timu hata ligi haijacheza, ukiambia ingize line hapo kwenye mfumo ni ngumu. Lakini sasa hivi nashukuru alhamdulillah, timu zote zilizobakia za Premier na daraja la kwanza toka tumeanza ligi wanatumia mfumo. Kwa hiyo tutaingiza majina kama kawaida tunavyoingiza kwenye ligi kuu, utaikuta FA Cup tunaingiza majina yetu. Kwa hiyo tujitahidini sana majina ya wai, na sina shaka kwa sababu mnacheza ligi na sijasikia query yote labda kuna timu imeadhibiwa
kwa kuchelewa kuingiza majina kwenye mfumo, sijawahi kusikia. Kwa hiyo tujitahidini, tupeane ushirikiano. Mechi zetu jamani ni saa 10 kamili ndio zinaanza, kwa sababu kama tunavyosema ni mtoano. Katika hatua hii hakutokuwa na muda wa nyongeza. Tumefika dakika 90, kuna sare ya aina yoyote, maana yake tunakwenda katika mchakato wa upigaji wa penalty ili tuweze kumpata ushindi. Suala la ulinzi na usalama, hili ni jukumu la ZFF kupitia afisa wa ulinzi na usalama. Yalotokea mwaka jana hayakufurahisha taifa. Kama tufuatiliaji wa baraza la wawakilishi, ilitikisa barazani kwenye baraza la wawakilishi, na kile ni chombo chetu kikuu cha kutunga sheria. Sasa kama mpaka baraza la wawakilishi lilikereka na kadhia iliyofanywa na timu mbili za uhamiaji na KVZ, niombe sana, swala la ulinzi na usalama, tunajua tuna timu zetu za vikosi. Fuata taratibu ya kuleta ulinzi wako. Leta barua ofisini kupitia afisa ulinzi na usalama. Yeye akiridhia sawa, au yeye mwenyewe mara nyingi anakuwa anatumia utaratibu wa kuomba askari wa ziada au vijana wa ziada wa kumsaidia kazi yake. Tusubirini alete barua, tusilete tu wenyewe. Wa pili ni rudi hasa katika vilabu ambavyo vinashiriki katika kombe la FA. Vilabu vyote viko chini ya bodi ya ligi ambapo ni First Division na Premier League. Kwa sasa hivi hakuna klabu ya mkoa wala klabu ya wilaya. Kwa hiyo niwakumbushe tu kwamba sheria ya mpira iko pale pale, ndugu zangu. Tusiwe tunacheza kombe la FA tukaweka dharau fulani kwamba labda tukifanya kitu fulani tunaadhibiwa kama FA. Adhabu inapokuja imekuja kwamba ni adhabu ya mpira, inakuja kugusa, iwe ya kadi nyekundu, iwe ya utovu wa nidhamu, chochote kitakachokuja manake kitakuwa kinaendeleza katika ligi yetu. Kwa hiyo usije ukafikiria kwamba wewe labda umepewa kadi katika kombe la FA ukasema kwamba ile ilikuwa ni FA na sisi tushatolewa. Hilo jambo linaendelea, niwakumbushe. Lakini jambo la pili, nirudi kama nifilisi katibu hapa, swala la nidhamu. Tuendelee kuweza kwa nidhamu kama tunavyoweka katika ligi zetu. Alhamdulillah, sasa hivi nidhamu imerudi. Sote tunaona, kuanzia waandishi, watazamaji na kila mtu anaona. Viongozi mnajitahidi kwa uwezo wenu kujaribu kudhibiti mashabiki wenu kuweka nidhamu. Naomba na kwenye ligi ya FA iendelee kama ilivyo. Tusiwe tunakuja kuona kwamba FA amesina uwezo wa kwenda mbele, kwa hiyo unafanya unavyotaka. Lakini upande mwingine, kwa kumalizia, niko katika upande wa siku hizi kuna mambo ya kubashiri yale tunaita beti. Serikali imeruhusu kubashiri mambo mengi, siji kasino, siji nini, siji mipira, siji. Manake ni mchezo ambao uko kihalali kwa mujibu wa serikali. Lakini sio kupanga matokeo. Ikitokezea, narudia tena, timu imekuja kujibashiri kwa kupanga matokeo, na sisi kama bodi ya ligi tutashirikiana na kamati ya mashindano, tutakuja kuonana wabaya hapa. Hakuna adhabu ya mtu siji kupigwa faini hapa, ni kwenda kucheza chini. Adhabu ya kupanga matokeo, umepanga matokeo na kwenda na kochi. Na nitakuwa na msimamo, nitakuwa tayari kukosa hichi kiti, lakini nitasimamia msimamo wangu. Sijui mwenzangu tumtoa adhabu, kama yeye atakuwa anatikatika sawa, lakini mimi ikija kwangu nasimamia. Wala sina nini wala lile, kwa sababu tutake tusitake lazima mpira turejeshe. Tutoke tulikotoka twende kwingine. Sitaki kuwa msemaji sana kwa sababu muda umetuacha mkono. Nirudie tena kwamba nikushukuruni, na vilabu ni kuombeni mwende mkapambane, kwa sababu kombe hili linatoa mwakilishi wa shirikisho. Kwa hiyo ni moja kati ya nafasi ambazo tunazitafuta. Ukiacha ubingwa, nafasi hii tukashindane kwa ufasaha ili tuweze kupata bingwa ambaye atakuwa na weledi. Asanteni sana.